Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Watu wengi tuliweza kushuhudia ile posti ambayo Juma Lokole aliweza kuiposti kwenye mitandao ya kijamii, ile video ambayo ikiwa inamuonesha mwanadada Faima akiwa anatumia mfumo wa drip au tunaweza kusema sindano ili mradi tu aweze kuzidi kuwa mweupe, na baadaye Juma Lokole akawa anashangaa kumbe mwenzetu ile sio rangi yake, kumbe kuna namna fulani hivi ambayo anafanya azidi kung'aa zaidi au azidi kuwa mweupe zaidi. Jambo hilo hakuna mtu yeyote ambaye aliweza kulifahamu, kwa sababu mara nyingi sana Faima amekuwa akijisifia mitandaoni kwamba yeye ndiye superstar ambaye hatumii mchubuo, lakini pia ndiye superstar ambaye hapendi sana kupaka makeup kwa sababu ni mzuri, ni mweupe, mtoto wa kitanga huyu. Basi mara nyingi sana anajisifiaga mitandaoni. Kumbe Juma Lokole akaja kumwanika kwamba wewe unatumia sindano za kuongeza weupe, unatumia sindano za kuongeza uzuri, ndio maana unazidi kuwa mzuri, basi usiendelee kujisifia mitandaoni. Na baada tu ya Juma Lokole kuweza kuyanika ile post, kila mmoja akawa anashangaa kwa sababu Faima alikuwa anasifiwa sana mitandaoni. Mashabiki wengi sana walikuwa wanampenda, wanaona kwamba jamani, huyu dada ni mzuri, huyu dada weupe wake mashallah, tunaweza kusema hivyo. Sasa Juma baada ya kumuumbua, ni kama vile mashabiki imani zao zikawa zimepungua kwa Faima, kuonesha kwamba kumbe na wewe ni muhuni, kumbe na wewe ni star ambaye unafeki bado maisha yako, kwa sababu tulitegemea labda hiyo ni rangi yako, lakini kumbe amejiongezea. Sio kwamba ni mweusi, hapana, yeye ni rangi fulani tu hivi ya kawaida, weupe wa kawaida, lakini ukimwangalia Faima anang'aa kama kioo, hana sugu hata moja. Kumbe kuna namna fulani anafanya kama hivyo, anatumia sindano, anatumia drip ili mradi tu kuendelea kuongeza ule mng'ao wake. Sasa baada ya Juma kumwanika, ni kama vile Faima hajapendezwa na hicho kitendo. Faima amekasirika, ameona mbona ni kama vile Juma Lokole ananifuatilia. Na ukiangalia hawa watu walikuwa marafiki hapo nyuma, lakini sasa hivi bana unaambiwa sio marafiki, ni watu ambao wanapishana kauli, ni watu ambao hawapo sawa. Tuliweza kushuhudia hata katika kile kibao kata cha Nandi ambacho alikiandaa. Juma Lokole alikuwepo mule ndani, lakini pia na Faima alikuwepo. Wakapitana kama wafahamiani, hawajasalimiana. Juma Lokole akaishia tu kukaa pamoja na Paula pamoja na Kajala. Sasa ngoja nikuoneshe ni kitu gani ambacho Faima amekifanya baada tu ya kuona Juma Lokole anamuingilia katika maisha yake. Faima ameweza kuandika katika peji yake ya Instagram, ameweza kuandika ujumbe ambao unaonyesha wazi kwamba hajapendezwa na lile jambo ambalo Juma Lokole ameweza kumfanyia. Ameandika, nikikaa kimya kuna watu wanataka niongee. Sasa Juma, mchawi si anamjua mchawi mwenzake? Mke wako mwenyewe anajichubua na wewe ndo unamnunuliaga, unasemaga mwenyewe hupendi wanawake weusi. Tusifuatiliane please, niache niishi maisha yangu. Akamsonya mfyo. Jamani, tunaweza kuona kuna kitu kipi hapo ambacho Faima pia ameweza kutujuza. Kumbe Juma Lokole apendagi wanawake weusi, anapendaga wanawake weupe. Alafu cha ajabu kapata mwanamke wake wa kawaida tu, sio mweusi sana wala sio mweupe sana, lakini kumbe Faima anagundua siri ya Juma Lokole kumnunulia mke wake vimchubue ili mradi mke wake aonekane vizuri, awe mweupe. Sasa ni jambo la tofauti sana ambalo tumeweza kulifahamu hapa baada ya huu ujumbe wa Faima ambao ameweza kuandika na kuonesha wazi hajapendezwa na kile kitendo cha Juma Lokole kuanza kumuingilia, kuanza kumfuatilia. Mbona ni kama vile huyu Juma haeleweki hivi, akiona wanawake za watu wametulia, basi yeye anaamua kuwatibua mitandaoni. Ukiangalia Faima ameamua kuendelea na maisha yake kama kawaida, ameendelea kutulia zake, lakini Juma Lokole akaanza kumchokonoa tu. Baadaye Faima akaona hata mbona nikae kimya? Kwa nini nikae kimya? Kwa nini nimefungwa mdomo mie? Akaamua kuandika huo ujumbe, akaamua kumrudia Juma Lokole kumuonesha wazi kwamba mimi sio mnyonge, labda utanisema vibaya nikae kimya au utaniandikia vibaya mitandaoni na mimi niendelee kukaa kimya. Faima mara nyingi sana ni dada ambaye hapendi kubishana mitandaoni. Mara nyingi sana amekuwa ni dada ambaye kila msanii au kila star anatamani sana kuiga maisha yake, kwa sababu maisha yake mara nyingi sana yanakuwa really, maisha yake mara nyingi sana yanakuwa ya ukweli, na hiyo yote ni kutokana na namna ambavyo tayari ameshazoea kuishi hivyo. Sasa Juma Lokole anapokuja mitandaoni kumchafua hivi, ni kama vile Faima hapendezwi na hicho kitu, anaona ni kama vile huyu Juma ananitaka kitu gani jamani. Ameamua kumjibu, ameamua kumuonyesha kwamba mimi sio mnyonge, na ukinitaka basi utanipata. Ndo kama hivi Juma Lokole kampata. Ukiangalia basi ameweza kuanika siri mpya Juma Lokole, kumbe yeye mwenyewe ndiye ambaye anamnunuliaga mafuta ya kumchubua mke wake na kudai kwamba hapendi wanawake weusi. Sasa kama hapendi wanawake weusi, kwa nini
amemuoa mwanamke mweusi mpaka kumpatia vimchubuo kama hivyo. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia nikukumbusha ambaye bado hujasubscribe, bonyeza maandishi mekundu chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe na utakuwa mtu wa kwanza kupata kila habari ambayo ina trend na kumake headline ndani na nje nchi ya Tanzania.